tunaangazia masuala ya kisiasa ambapo kiongozi wa chama cha chungwa ODM Raila Odinga anaonekana kupata ushawishi mkubwa katika serikali ya Rais William Ruto tangu kusainiwa kwa makubaliano ya mkataba wa kuelewana almaarufu MOU kati ya ODM na UDA. Raila amekuwa akihudhuria hafla za kiserikali katika ikulu na hata kuvunja itifaki kwa kumwalika rais kuhutubu badala ya naibu rais Kithure Kindiki. Mwanahabari wetu wa siasa Blue Smile Hassan anachambua ushawishi wa Raila katika serikali na anatuletea ripoti hii. Ni mtu ambaye daima hakosi kuwa ndani ya serikali licha ya ahadi za kampeni za Rais Ruto kutomruhusu kuwa katika serikali yake, pamoja na juhudi na mitego ya wandani wa zamani wa Ruto kushindwa kumnasa Odinga kupita kufika Ikuluni. Sasa Raila yuko kikamilifu katika serikali na ushawishi wake unaongezeka. Leo ni ile siku ya kumalizana na ukabila, kumalizana na chuki, kuondoa ubaguzi na kuunganisha Wakenya wote. Hata wakati maswali yanapojitokeza kuhusu halali wa makubaliano ya mkataba kati ya Raila Odinga na Rais Ruto, wote wawili wanaonekana kufaidika na mpangilio huu wa kisiasa. Ruto amekuwa akifanya ziara za maendeleo katika ngome zinazokisiwa kuwa za Raila. Hii Lang'ata itawacha kuwa slum, Kibera itawacha kuwa slum, itakuwa estate kama sehemu zingine za Kenya. Kwa upande mwingine, ofisi ya Raila ya Upper Hill imejaa shughuli tele tangu rafiki wake wa kisiasa na Rais Ruto kufanywa rasmi. Raila anaonekana kuwa na mamlaka katika serikali, jambo ambalo wachambuzi wa kisiasa wanaliangalia kwa makini. Vitendo vya Raila kama vile kumkaribisha rais kuhutubu katika ikulu wakati wa hafla ya utoaji wa cheti cha chuo kikuu cha Riara badala ya naibu rais Kithure Kindiki, uwepo wake katika karamu ya mfalme wa Uholanzi na chakula cha jioni cha iftar Jumatano inaonyesha ushawishi wake katika serikali ya Ruto. Raila's pragmatism, you know that Raila's willingness to engage with Ruto's government signals a pragmatic approach to politics. By aligning with Ruto, Raila may be seeking to influence government policies and secure a legacy as a unifying national leader, which I see as a win-win for the both parties. Raila will be viewed as a unifying national leader. Ruto, on the other hand, gets to use the influence. Hata ushawishi wa Raila katika serikali ya Ruto unapoonekana kuongezeka, mchambuzi wa kisiasa Job Chukwemeka anasisitiza kwamba muungano huu mpya wa kisiasa wa Ruto na Raila unategemea mtazamo kutoka kwa Wakenya na iwapo makubaliano haya ya kisiasa ni ukweli. Because they'll see this as a sell out. And also to Ruto, additionally, Ruto's allies might resist power sharing, leading to internal friction within the ruling coalition. You remember when Ruto was doing his campaign, Ruto's stand was like, if you guys want us to talk, we'll talk, but no handshake. Hakuna mkate nusu. The future of this partnership will depend on how both leaders navigate these challenges and whether they prioritize the country's interest over personal interest. For Kenya, this could either mark the beginning of a new era of cooperation or a temporary lull in the country's often turbulent political landscape. Hata hivyo, mustakabali wa makubaliano haya kati ya Raila na Ruto bado haupo dhahiri, ikizingatiwa mabadiliko ya kisiasa yanaendelea nchini na uwezekano wa kuondoka kwa Raila katika ulingo wa siasa. I think that most of us would not like to see, or something that most of us will not come to terms with it, Raila's gradual exit from active politics might happen. Raila, who is now at his late 70s, might use this collaboration as a way to transit out of active politics while ensuring his legacy and securing his political family's future. Blue Smile Hassan, Mizizi Habari.